Karibu mpenzi wa mtazamaji katika nyumba ya Wabenediktini Pugu. Karibu mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Geita Catholic Diocese Online Television. Leo idara ya mawasiliano ya Jimbo Katoliki la Geita imekuleta moja kwa moja mpaka hapa katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam katika kituo cha Hija Pugu. Na hapa nyuma yangu inayoonekana moja kwa moja ndiyo nyumba ya Wabenediktini wa Mtakatifu Otilieni ambao ni abasia ndogo. Na eneo hili leo tukio kubwa la muhimu kabisa linalofanyika hapa ni mazishi ya Mwadhama Polycarpo Kardinali Pengo aliyekuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ambaye anakuja kuzikwa katika kituo hiki cha Hija Pugu, kituo alichokianzisha yeye mwenyewe na sasa kimekuwa pia ni kituo cha maziko ya mapadri. Na sasa moja kwa moja nitakuleta katika maeneo mbalimbali yanayopatikana katika kituo hiki cha Hija Pugu na kuangalia umuhimu wa kituo hiki na kwa nini mwenyewe Mwadhama Kardinali ameamua kuja kuzikwa haya. Yote haya tunakuletea kutoka channel yetu ya Geita Catholic Diocese Online Television. Mimi ni mtangazaji wako Padre Salvatore Nongangila. Usisahau kusubscribe mpenzi mtazamaji, usisahau kubonyeza mahali palipoandikwa subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa mbalimbali za uinjilishaji zinazokujia kutoka katika Jimbo Katoliki la Geita, leo tukiwa hapa Dar es Salaam. Karibu sana. Basi leo ni siku ya mazishi ya kumpumzisha mzee wetu Mwadhama Polycarpo Kardinali Pengo ambaye amelitumikia Jimbo Katoliki la Dar es Salaam miaka mingi kama askofu mkuu. Bango hili ni bango linaloonyesha ufupisho wa maisha yake. Ni kwamba alizaliwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 1944 na ameweza kuitwa na Mungu tarehe 19 mwezi wa 2 mwaka 2026. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Hiki ndicho kituo cha Hija Pugu, na asubuhi hii mtazamaji, utaona sasa watu mbalimbali wanakuja kwa makundi, walei, makundi mbalimbali, waka, wawata, watawa, mapadri, mafrateli kutoka majimbo na mashirika mbalimbali. Tunaunganika kama kanisa la Tanzania kwa ajili ya kuja kumwenzi Mwadhama Polycarpo Kardinali Pengo na kusimulia maisha yake hapa duniani. Na hivyo basi fuatilia makala kutoka Jimbo Katoliki la Geita na usisahau kusubscribe na kushare ili tuweze kupata matangazo haya. Ni hii hapa mtazamaji, ni nyumba ya Mtakatifu Yosefu iliyopo katika kituo cha Hija cha Pugu. Ni mahali ambapo hiki kituo kama kilivyoweza kimesimamiwa na aliyekuwa mwashamu, aliyekuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam Mwadhama Kardinali, kwa kushirikiana na uwaka wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam weza kujenga kituo cha Hija ambacho mpaka leo kinaweza kutumika kama ilivyo kawaida ya uinjilishaji, ambavyo Mtume Paulo alisema kwamba mimi nilibatiza, Apolo akaja, mimi nilipanda, Apolo akamwagilia, na kina Timotheo na watu wengine wanaendelea kupalilia. Hivyo kituo hiki baada ya kujengwa na Mwadhama Kardinali Polycarpo Pengo kimekuja kuzinduliwa na Askofu Mkuu Yuda Tadeus Ruwa'ichi OFM Cup, askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam tarehe 23 mwezi wa kwanza 2021. Moja wapo ya mambo makubwa kabisa yaliyopo katika kituo cha Hija cha Pugu ni eneo la ibada ambalo sasa ndipo hufanyikia maadhimisho mbalimbali ya hija kama unavyoona mpenzi mtazamaji. Jengo hili la kituo cha Hija linatumika sasa kwa ibada mbalimbali za makundi mbalimbali ya kanisa yanapokuja kwa hija hapa Pugu. Ndio kituo pekee cha Jimbo Kuu la Dar es Salaam, lakini pia kimekuwa ni eneo la kufanyikia ibada za maziko ambazo wanapofariki mapadre, na kwa sasa inaonekana na maaskofu wanakuja kuzikwa na ibada hizi hufanyikia hapa. Mini wengi hukusanyika katika maeneo haya na yameweza kuandaliwa kwa utulivu wa kutosha kuwezesha ibada ziweze kufanyika katika hali ya kiroho. Haya ndiyo makuu ya hapa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam yaliyoweza kutiwa muhuri naye Mwadhama Polycarpo Kardinali Pengo akiwa askofu mkuu wa jimbo hili. Maandalizi mbalimbali yanaendelea katika asubuhi ya leo ya tarehe 28, tarehe ya mwisho ya mwezi wa 2 ya mwaka 2026. Makundi mbalimbali ya watu wakiendelea kumiminika katika kuja kushiriki na kumshukuru Mungu kwa kazi kubwa
ya kumweka Mwadhama Kardinali Polycarp Pengo kama mchungaji mkuu wa jimbo hili na kuzigusa roho za watu wengi. Maandalizi mbalimbali yamekwisha fanyika, mpenzi mtazamaji, katika kumweka salama Mwadhama Askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Ameweza kukitilia na kukiongezea nguvu kituo hiki alipokubali yeye mwenyewe sasa kuja kuzikwa katika maeneo haya, na hivyo eneo hili linaendelea kuonyesha taswira kamili ya Yerusalemu, mahali ambapo ndipo tumaini letu sisi wanadamu, Yerusalemu ya mbinguni, ambayo taswira yake inaonekana katika kituo cha hija cha Dar es Salaam, ambapo maandalizi ya maziko yanapofanyika, watu mbalimbali wanaendelea kumiminika kwa idadi kubwa kwa ajili ya kuja kumsifu na kumshuhudia Mungu katika makuu yake. Hili ndilo kanisa la kituo cha hija cha hapa Pugu, mpenzi mtazamaji, ambapo sasa tutaelezwa baadaye kwamba ndimo ambamo limo kaburi la Mwadhama Kardinali. Kadiri ya uchaguzi wake mwenyewe aliamua kwamba atazikwa katika kikanisa hiki, na hivyo basi maandalizi yamekwisha kufanyika na mengine tutaendelea kuyaona hapo baadaye. Yote haya yanakujia yakiletwa kwako na idara ya mawasiliano ya Jimbo Katoliki la Geita. Usisahau kubonyeza mahali palipoandikwa subscribe, mpenzi mtazamaji, uendelee kupata taarifa nyingi za kuinjilishaji kutoka katika kituo chetu cha hija cha hapa Pugu, lakini kutoka katika Jimbo Katoliki la Geita. Kama ulivyosimuliwa katika historia, mpenzi mtazamaji, kuwapo kwa kituo hiki cha hija kulitokana na wamisionari wa Benedikto ambao walianzisha utume mwanzoni kabisa mwa karne ya 20 mwaka 1900 na hawa kama jiwe linavyosema, tuwakumbuke wamisionari wa Benediktini waliouawa na waasi wa vita vya Majimaji huko Mikuyumbu Liwale tarehe 14 mwezi wa 8 1905. Hao ni nani? Askofu Cassian Spes OSB, Brother Andreas Schrozen OSB, Brother Gabriel Sontag OSB, Sister Felicitas Hintner OSB, Sister Cordula Albert OSB na kijana Angelus wa Masasi tarehe 14 mwezi wa 8. Hili bango limetolewa tarehe 18 mwezi wa 8 2005. Ilikuwa ni kutokana na tukio kama hilo ambapo mwanzoni kabisa mwa karne ya 20 wakati wanafanya jaribio la uinjilishaji, wa misionari wa Benedikto au wa Benediktini waliuawa wakati wa vita vya Majimaji huko Liwale, na kwa utaratibu ulivyokuwa, shirika la Benediktini lilitokea Ujerumani, walilazimika kuja kuwazika maeneo haya ya Pugu kwa ajili ya kuwa na kumbukumbu. Kituo hiki kinaambatana na kanisa hili ambalo liko hapa. Hili ni kanisa kubwa ambalo unaona msalaba mkubwa wa Yesu umewekwa hapo. Inaendelea kusimama kama eneo la ibada ambapo watu sasa hufika na kutafakari, kusali, kuliombea kanisa, kujiombea wao wenyewe, wakikumbuka damu ya mashahidi iliyomwagwa ya watawa hawa wa Mtakatifu Benedikto ambao waliuawa wakati wa vita vya Majimaji. Bango hili hapa linaonyesha watawa wa Mtakatifu Benedikto kutoka Saint Ottilien, Ujerumani. Walianza utume hapa Pugu tarehe 7 Februari 1888. Misioni hiyo ilivamiwa na kundi la Bushiri tarehe 13 Januari 1889. Na ndio maana waliacha utume hapa katika eneo la Pugu. Katika picha za makumbusho anaonekana Brother Petrus Mikaeli ambaye ni miongoni mwa waliouawa katika kituo hiki. Wa pili ni Brother Benedict Cantwell ambaye naye pia aliuawa wakati huo wa jaribio la kwanza la uinjilishaji katika misioni ya Tanganyika. Katika picha ni Sister Malta Wansik ambaye pia aliweza kumshuhudia Kristo kwa kumwaga damu yake katika jaribio la uinjilishaji hapa Pugu. Jengo jingine la msingi lililoko hapa, ndugu mtazamaji, ni hili kanisa dogo la Mama Bikira Maria ambayo inaitwa ni Grotto ya Bikira Maria. Ni sehemu ya kipengele cha muhimu katika kituo cha hija cha Pugu ambacho kimewekwa kwa ajili ya kuongea na Mama Bikira Maria makundi mbalimbali ya hija wanaokuja katika kituo hiki cha Pugu. Tunaendelea kuona waamini mbalimbali wakiendelea kufanya maandalizi ya awali ya ibada, na eneo la ibada lililoandaliwa, mtazamaji, ni eneo kubwa la kutosha ambapo watu kwa maelfu wataweza kukaa katika viti hivi
na kushuhudia ibada ikiendelea, ibada ya kumombea Mwadhama Kardinali Polycarp Pengo wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, askofu mstaafu ambaye amemaliza safari ya maisha yake hapa duniani na sasa anafurahia makao ya mbinguni. Raha milele umpe Bwana, na Mungu wa milele umwangazie apumzike kwa amani.